kila moya kisi kanisa haiko. Amen. Vrai église haiko. Amen. Najua nini kanisa haiko? Sababu tumepoteza mila za kanisa. Amen. Tumepoteza ngisi Mungu aliumbaka vitu na ngisi vinapaswa kutembea. Tuko na wanyama kusoma sana, tuko na wamama, tuko na wadada, tuko na watoto, lakini sote tutapita siku moja. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Unasoma ndio, mais utapita siku moja. Amen. Alors, najiuliza pre kupita kwetu, tutaendaka wapi kama tuingie mu ufalme wa mbinguni? Parce que ni fasi mbili. Kama ukikataa mbingu, hautakatalaka jehanamu. Amen. Amen. Kama unakataa mbingu, hautakataa jehanamu. Kama unakataa Mungu akutawale, hautakataa shetani akutawale. Mwanadamu kama atawaliwa na Mungu, utawaliwa na shetani. Mwanadamu kama ataendaka mbinguni, atenda moto ya milele. Na pourquoi mbingu? Na pourquoi mtume kwa Wakorinto wa kwanza kwenye sura yake ya 11 ni hapo 7 kwanza. Bwana, kama mume Mkristo akiwa na mke asiyeamini, na mume yule akikubali kuishi pamoja naye, asimwache mume wake Mungu kwa ajili ya ushirika alio nao pamoja na mke wake. Amen. Na mke asiyeamini amekubaliwa na Mungu kwa ajili ya ushirika alio nao pamoja na mume wake. Amen. Kama sivyo watoto wao watakuwa kama watoto wasioamini. Amen. C'est moi qui dis, Amen. si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme, et la femme non croyante est sanctifiée par les frères. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Amen. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare, Amen. les frères ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Amen. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Bwana sifiwe. Amen. C'est moi qui le dis. Amen. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle soit d'accord d'habiter avec lui, qu'il ne divorce pas avec elle. Amen. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il soit d'accord d'habiter avec lui, qu'elle ne divorce pas avec son mari. Amen. En effet, le mari non croyant bénéficie de la sainteté de sa femme. Et la femme non croyante bénéficie de la sainteté de son mari. Autrement, vos enfants ne seraient pas purs. Amen. Alors qu'en réalité, ils sont seuls. Amen. Si le non-croyant veut se séparer, qu'il le fasse. Amen. Amen. Le frère ou la sœur n'est pas lié dans un tel cas. Amen. Dieu nous a appelés à vivre en paix
Amen. Amen. Tukubaliane kwamba ni amen. Amen. Maandiko kama haya hayasemekake juu anasema ukiyasema utaleta division. Amen. Me hata tuifichike Inaandikiwa. Amen. na inabakia pale pale. Amen. Paulo alikuwa anasema juu ya foyer ambayo iko amo mwanaume Mkristo, mwanamke mpagani. Amen. Ama mwanamke Mkristo, mwanaume mpagani. Amen. Ile foyer a condition. Amen. Anasema si un frère qu'il ne divorce pas Amen. avec elle Amen. Amen. et qu'elle soit d'accord d'habiter avec lui, anakubali aishi na ule Mkristo. Aseme ule Mkristo asidivorce na yeye. Kama iko taksi, huyu cameraman iko hapa. Iko hapa juu alikuwa d'accord na vyenye tulisungumza na yeye. Amen. Me kama hangekuwa d'accord, hangekuya. Amen. Alors kama ule mmoja katikati ndani ya ile foyer anakubali wewe uko Mkristo, mimi siko Mkristo, niko d'accord kuishi na wewe. Asema si divorce na yeye. Amen. Swali nilikuwa nayo sasa, kama haiko d'accord. Amen. Parce que kitaacha nini tatokea? Matengano. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tu Biblia nasema watu watembeake wawili pamoja kama hawakuelewana. Amen. Il faut tunakuwa kwanza d'accord. Mimi nikaona hii foyer inaweza kuwa iko foyer yenye balioana wote wawili ni wapagani. Ndio. Kisha kwenye unapita unasikia injili. Amen. Inakuinterese, inakubariki, unaamua kuifuata. Amen. Sasa yenye unaamua kuifuata, mwenzako mwenye hakukuwa soliitwa hata kuwa kama wewe. Amen. Metamweleza mie habari za ufalme wa mbinguni nimesikia, haziniperimetre tena kubakia mwa hii fua yenye tulikuwa. Amen. Mimi naenda mwa hii imani ya kunipa uzima wa milele. Amen. Ule mwenzake akikuwa d'accord, banabakia pamoja. Amen. Anasema usiachane na yeye. Amen. Iwe ni mwanaume mwenye alikutana na Yesu, iwe ni mwanamke mwenye alikutana na Yesu. Amen. Pourquoi? Parce qu'anasema en effet le mari non croyant bénéficie de la sainteté de sa femme. Amen. Et la femme non croyante bénéficie de la sainteté de son mari. Amen. Autrement, vos enfants ne seraient pas purs. Amen. Alors qu'en réalité, ils sont saints. Yani mfuae kama haokoki. Mais kama ule mwenye haokoki anakubali babakie pamoja. Amen. Unaona kuko condition. Ndio. Wewe umeokoka, mwenzako haokoki. Ule mwenye haokoki kama anakubali mubakie pamoja, yeye atakuwa anafaidika kwa wokovu yako. Amen. Na watoto wenye mko mnazala grâce yako mnaokoka banakuwa ishi utakaso. Amen. A condition que yeye aitike muishi pamoja, wewe unabakia muimani yako, yana haiko problem. Tulikamata exemple ya couple ancien président Joseph Kabila. Kabila anakuwa protestant, mais Olive anakuwa katoliki. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Lakini d'accord kuishi vile. Na kama wangekuwa d'accord kuishi vile, pale ndio kunatokeaka nini? Divorce. Amen. Et j'ai compris pourquoi
bapastere bamingi unakutanaka banaikuwa mumadivorce sana. Donc mwenye iko naye haiko dakoro ya yenye iko ndani, na yeye yenye iko ndani kama amelifurahia atadivorce na ule tu. Inakuwa comme signe injure, lakini ni ukweli. Na waza tunakubaliana. Anatuambia nini kwenye mstari wake wa 14 wa 15? Va se séparer. Amen. Qu'il le fasse. Amen. Le frère ou la sœur n'est pas lié dans un tel cas. Amen. Dieu nous a appelés. Amekutana na Yesu. Na wakati yenyewe mtu iko napenda kukosesha amani, uelewe kwamba anapenda kuweke moto ya milele. Ndio maana Paulo anasema kama ule ambaye haamini anataka jitenga, anapenda aende, iko huru aende. Mewe usiende wala wewe usiache Mungu, sababu yule mwenye haamini ule Mungu wako amekupiga vita. Paulo anasema kama anaenda yeye anaenda. Aseme ule frère wala ule sœur haiko liye mwa ile ka. Bwana Yesu asifiwe. Haiko liye mwa ile ka. Mumekubaliana. Kama hakuna, kama hatuko tunasikia maana kuwa liye. Parce que mariage iko liye. Yenye mtu inakuwa ni kama umejifunga. Umekutana na Yesu. Umeamini. Kama hakupige vita, lakini akikupiga sema aende. Ule frère wala ule sœur parce que Dieu anatuambia, Dieu nous a appelés à vivre en paix. Tunaweza kosa chakula metuwe na amani. Amani. Unatembea na mgulu uko na amani. Unatembea na gari nzuri na una amani. Bwana asifiwe. Ndio maana Paulo anasema ule mwenye anataka kukosesha amani, awe mke wako, awe mume wako, anakosesha amani juu ya kutoamini imani yako. Akitaka aende, anaenda. Hauko niye kwa ile kama. Dote kuko makaze tuko liye yako mu mariage. Na kaze nya tuko liye yako mu mariage. Nawaza ni amina. Bamama nawaza tuko pamoja. Unajua nini imetutesa wa hii generation? Saa yenye mwanamke kama vile ule dada anajikuta tu nimevaa na bagi. Amaka ya kunima amani kwa njia ya imani yangu. Asema tukolie kwa ile kama. Kama mwenye amini anajisikia kwenda aende. Bwana Yesu asifiwe. Tumeitwa tuwe na amani. Kama leo nakutana wanakuwa narudia ma 3h mule mwa Korinto 11. Kitu kimetutesa sasa na kutuharibisha, kutuia mazingira, ni kwa sababu kila mtu haiko kwa nafasi yake. Na usilo ntaa tuko kwa nafasi zetu, hakuna mbingu. Bwana Yesu asifiwe. Moula moyen Corinthiens chapitre 1. Je veux cependant que vous sachiez ceci. Christ est le chef de tout homme. L'homme est le chef de la femme.
chef de Christ. Amen. Tushanje sasa. Amen. Twende kwanza kumo shefu. Amen. Twende kumo shefu. Maana nasi tulishaka alilisha mazingira. Amen. Baba wakarimu mazingira. Amen. Mimi nilisema bebangali banaheshimia hii ni Mungu na Yesu. Amen. Amen. Maana Biblia inasema Mwaebrania ya kwamba Kristo ijapokuwa yeye ni mwana hakujifanya sawasawa na Baba. Amen. Alitii akavumilia mpaka kifo. Amen. Amen. Maana alijua kwamba hata dunia yote mutape, yeye ni mwana. Amen. Na juu yake kuna Baba. Amen. Na ndio maana mulangaji yake yote alikuwa anasema nimetumwa. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hakusema kwamba mimi kila kitu kinyume. Nafasi yake. Na ndio maana milele Mungu anamuita ni mwana wake mpendwa. Amen. Anayependezwa na yeye. Amen. Na hawezi jiopose kwa baba yako akuite mwana wake mpendwa. Mwanamke na mwanaume twende pale. Amen. Sio ndio tukalilishaka yote. Je veux cependant que vous sachiez ceci. Christ est le chef de tout homme. Amen. 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 Christ est le chef de tout homme. Nikamwambia wapendwa asubuhi kwamba na kanisa haitike ushefu wa Yesu. Amen. Maana Yesu anakuambia neno, kanisa anakuambia tumeokolewa kwa neema. Amen. Ushefu wa Yesu uko wapi? Amen. Vyote vyaliwaambiaka waishi badilisha mpaka kufa. Amen. Kila mtume alibeba msalaba yake. Ndio. Kila mtume, hakuna mtume walikufaka asema kamubeba na korteje makao. Wote walikuwa na wauaka. Amen. Maana yali waambiaka gisi bali nitendea mimi. Amen. Na nyie watawatendeaka tu vile vile. Amen. Kama hawakunipenda na nyie watawapendaka. Amen. Mtumishi wa leo tunatafuta tupendewe na wanadamu. Amen. Tunasahau kwamba wanadamu hawakupendaka Yesu Kristo. Amen. Amen. Notre chef hakukweka aime na monde. Amen. Sasa tumetosha ile haja ya kupendwa na dunia wapi? Amen. Chef wetu anasema kichwa cha kila mwanamke ni mume. Amen. Mume ni kichwa cha kila mwanamke. Yani kama unaolewa, kama uyaolewa, kama uyaoa, kama ushaoa, wewe mwanaume mwenye unaoa, kama hauko kichwa cha mke wako, Amen. na yeye mtenda kuzimu. Amen. 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 Tena wanasema hapana kichwa, wako wanasema chef. Chief. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Najua. Amen. Shefu atanasikia mfusi. Kama uko pembeni ya shefu unaifungaka. Amen. Unaifungaka. Amen. Make ona ni mwanadamu. Amen. Unajiaranje utie mtumbu. Amen. Sota pato kazi ya kwenda nje ndio naitosha. Amen. Juu ya nini? Juu uko mbele ya shefu yako. Shefu hawezi kuwa na ikala hapa. Kisha anamwambia nipishe. Hapana. Natafuta njia yako pekee. Amen. Pale ndio tunaona kwamba mwanaume haliko kichwa ya mke wake mwaiki sasa. Amen.
Amen. Kama ni shefu yake. Amen. Kama tu ngani najua kwamba ni shefu yangu. Peu importe pesa unapokeaka, kuko maniero na itilizaka kwa kumuitikia. Amen. Aliko minjo nilivisema. Amen. Tofautishana marafiki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na baba yako akukuzala, unaweza shindwa muitikia na adabu sawa vile shefu yako. Amen. Juna kwa najua huyu ni shefu yangu. Amen. Mwende wa geste kazi inanishia. Amen. Mwende wa geste bila fukuziwa. Juu ni shefu. Aha. Ndio maana mpaka leo mwanadamu hayaweza ukonvenkre Mungu muwelewele yake. Amen. Kama yeye alisemaka ni mwa njia ndio mutenda juu mwende mbinguni. Wewe kikatana na kutia pembeni. Amen. Anasubiri webatenda mwa ile njia. Amen. Mesia sasa tukienda kuneno lenye anasema kwamba l'homme est le chef de la femme. Amen. L'homme est le chef de la femme. Normalement mama yetu badada yetu hamunge pasha olewa na muyajua ile. Amen. Tukubaliane kwamba vraiment munge toka. Kama ngisi mie siwezi patia Yesu ordre. Kama ngisi mie siwezi tombokea Kristo. Ndeza mutombokea kama sina tena besoin ya. Amen. Unaona ule jeune riche uzima alikiana adabu. Sawa kuelewana njoo akatomboka akajua na yeye hana faida tena atamupata. Amen. Na wana mie ngisi hatuwezi weza intimider Kristo. Gusa kwa sinode. Mais est-ce qu'il est kuolewa tuna merite ku. Amen. Amen. Maana wakati umezaa mtoto mwanamke ulianza ulipaswa utatawali wako. Amen. Utata kama unapenda uishi na amani ukubali kutawaliwa. Amen. Andeoro ya pale utaishi kitu muvita. Amen. Amen. Aseme ifalaki akieshape na mwae akieshape likuwa. Amen. Mais tellement que iko na mwenye anamkomalia anamwomba mapenzi yake afanyike. Amen. Kama unaona nisieshape iko basi. Amen. Pourvu que wakie chef na mimi wakie serviteur wa. Amen. Est-ce que ndio vile wanawake wako? Mwanamke mwa kizazi Josh mwenye iko chef wa nyumba. Amen. Na matata yetu tumezaliwa wako wanatufundisha kisi mwenye nyumba ni mwanamke. Amen. Ndio vile neno la Mungu linasema. Hapana. Est-ce que ndio vile neno la Mungu linasema tusiendelee kuomba na kule vile tuko tunaomba. Amen. Maana si longtemps tuyarudia kwa nafasi tutakuwa tuko tunapoteza wakati yetu bure. Amen. Banakwambia mwanamke njoo shefu wa nyumba. Na neno linakwambia mwanaume njoo shefu wa nyumba. Amen. Nani iko na rezo? Nani hana rezo? Amen. Ndiye ndio na rezo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa wale ambao wanapenda waende mbinguni, waende mwa ile kizazi cha mbingu, mwanamke ataelewa kwamba shefu wangu ni mume wangu. Amen. Pia atakomana niko nasema siku ndapata mwanaume. Nikitika kuolewa na yeye, make nimeitika awe shefu
wa maisha. Amen. Amen. Na kama vikienda vile, sione vita inaweza tokea wapi. Amen. Ndio kitu kinachukiza chef. Travailleur wake anaanza pinga. Amen. Na usilo Amen. Baada wanaume watakuwa wanaitika tu juu ya kuevite mihali. Amen. Tunatiralma mwanaume sana zalikatu ni mwanaume. Amen. Anajisikia kaiko chef. Amen. Kale kanakuwa tu muyeye. Amen. Mais baswali wanatuambia iko discrimination. Baswali wanatuambia égalité de sexe. Amen. Baswali wanatuambia sijue parité. Amen. Sasa tuko tunaishia wapi leo? Ukaenda leo kuparke, unaenda leo kutribunal, dossier za ndoa zinakuwa kamini kushinda dossier zote. Amen. Na parité iko na égalité de sexe bako wanaifundisha. Na kama kanisa inaanguka leo kwa sababu kanisa haikubali Yesu abakie shefu wayo. Bwana Yesu asifiwe. Shefu anakuambia kama yeye na wakuwa wanastahili kwa nyumba. Amen. Tukubaliane kwamba ni amina. Bale wako na ile esprit ya dictature hawezi itika. Amen. Amen. Hawezi itika. Amen. Tutatoka hapa leo na kwa ni commentaire. Oro ni neno. Kila mmoja iko na Biblia yake. Niko na maoni. Amen. Baba na baba na mko na Biblia zenu. Kama mko na ingine tafsiri ya hapa. Amen. Yenye nasema l'homme est le chef de la femme. Muilete. Amen. Wewe mtupatie tafsiri ya chef. Amen. Jana nilikuwa naambia Papa Etienne, usakumbe nchi tu ni president. Amen. Nchi ni chef. Nikamwambia Trump sasa alikuwa kukiti. Alikatalaka ile akoro ya Paris. Juu ya klima. Alikatalaka ya mingi ya Obama. Amen. Na ile 4 yake alikuwaka. Amen. Biden juzi sana ana mtu mmoja. Amen. Anabeba Amerika yote mzima. Amen. Na mtakatala juna ni shefu alisema. Kama bwana wako haiko shefu wako,